nani wa kulaumiwa? Ni golikipa wa Simba ama mpigaji amepiga pigo la maana kulikweli kuelekea kwenye lango? Yani hapo kuna vitu viwili. Kwanza lazima umpongeze mpigaji kwa maana ya James Mwashingu ambaye ameweza kupiga ule mpira, kwa sababu kitendo cha yeye kupiga free kick inavuka ukuta ambao goalkeeper ameweka, lakini pia inampita goalkeeper, ni ubora ambao ameonyesha, na sio kitu ambacho anakifanya bahati mbaya. Baada ya mchezo kukamilika, aliulizwa hilo swali kwamba ulitegemea kwamba ule mpira ambao unaupiga ungeenda golini moja kwa moja ama ungefunga likawa goli, akakwamba alitegemea kwa sababu tu alikuwa anakifanyia training ndani ya wiki nzima. Yaani wiki nzima yeye mwenyewe alikuwa anafanya training ya kupiga mipira ya free kick. Jambo ambalo amekuja kukopi na kupesti na limefanyaje, limemlipa katika mchezo. Kwa hiyo lazima umpongeze juhudi ambazo amezionyesha kuanzia kiwanja cha mazoezi mpaka anahamishia katika mchezo, na anafanikiwa kuandika bao kwa ajili ya timu yake. Lakini pia katika pongezi hizo ambazo tunampongeza James, lazima pia tutoe lawama kwa golikipa. Kwa nini? Kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa makosa. Na ili goli lifungwe lazima makosa yametokea, sio? Kwa hiyo kuna laumu ya kumlaumu nani? Golikipa. Kwa sababu huyu tumempongeza kwa uwezo mzuri wa kuweza kupiga free kick na kufunga, lakini lazima tumpe lawama golikipa kwa namna ambavyo yeye alikaa, kwa maana ya position yake. Ukimwangalia golikipa, timing yake haikuwa vizuri. Wakati ambao yeye bado yupo chini anajiandaa kunyanyuka vizuri na hajajiweka katika position nzuri, ndo wakati ambao James anafanyaje, anapiga ule mkwaju kuelekea golini. Kwa hiyo timing yake haikuwa vizuri, akusoma move ya James Mwashingu atapiga vipi au anaenda kupiga mpira kivipi. That's why pia ikawa ngumu kwake kuweza kucapture ule mpira. Ukiangalia usingempa lawama sana kama ile free kick ingekuwa imetafuta impossible angle, imetafuta kule ambako Kwale wanatagia. Lakini ule mpira umepigwa pale ambapo Kasali Jibril amesimama, sio? Na alifanikiwa kuugusa. It means kwamba kama angekuwa na timing nzuri, alikuwa na nafasi kubwa kuweza kupunch ule mpira kwa daraja lake. Na sio mara moja, ameshafanya hivyo kwenye ligi ya mabingwa tumeshuhudia. Kwa hiyo anapewa lawama kwa kushindwa kuwa na timing nzuri ya kuweza kutoa mpira. Pengine angeiweka Simba salama. Sasa kaa tayari kwa usiku wa mwana kondoo. Ni mkesha wa Ijumaa Kuu tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2026. Ngome ya Yesu Kristo, Kimara Temboni, Dar es Salaam.